Kwa kweli ninaomba nitumie nafasi hii pia kuomba radhi sana. Watazamaji wengi wamenipigia simu sana, wamenitumia message sana. Wengine wanalalamika kwamba ina maana simu zangu zioni, kila nikikupigia huko bize. Kwa kweli ninaomba mnisamehe. Simu ninaziona, lakini kwa vile tu unapopiga simu unakuta inatumika, anakuwa mtu mwingine tayari ameshapiga. Yes, popote ambapo nafuatilia kituo chako bora kabisa cha matangazo cha NYTV, mimi ni Messi Malio. Tunakukaribisha katika studio zetu za NYTV tukiendelea kukuletea shuhuda mbalimbali za matendo makuu ambayo Mungu amekuwa akiyatenda kupitia watumishi wake. Tumekuwa na mtumishi wa Mungu Mwinjilisti Christina ambaye hakika Mungu ameweka kitu cha kipekee ndani yake, na kupitia yeye watu wengi wamefunguliwa, watu wengi wameguswa. Kuna mmoja alituambia msichoke jamani kutuletea shuhuda za huyu mtumishi, na kweli sisi hatujachoka. NYTV tuko hapa tukiendelea kukuletea shuhuda za huyu mtumishi ambaye hakika shuhuda zake zimegusa watu wengi sana. Zimekuwa na mwitikio mkubwa kweli kweli ambao umepelekea watu wengi kumpigia simu, lakini pia amehudumia watu wengi. Wapo watu ambao amewaombea kwenye simu, wamepona na wameshuhudia kwamba Mungu amewatendea. Na yeye amekuwa akitupa shuhuda nyingi ambazo Mungu ameendelea kutenda kupitia huduma hii ambayo Mungu ameweka ndani yake. Na alirejea sasa kurejea kule Sumbawanga ambako ndiko anakoishi, na hata baada ya kurejea kule ameendelea kupokea shuhuda namna ambavyo amekuwa akihudumia watu, na watu wametoa shuhuda nzito za kugusa na kuinua kwa namna ambavyo Mungu ametenda. Lakini pia amezungumza na mtumishi wa Mungu kutoka kule Sweden, naye anao ushuhuda mkubwa pia. Tutasikia mengi, shuhuda nyingi nzito zenye kugusa. Wewe ambaye umetamani kusikia shuhuda kupitia mtumishi wa Mungu huyu Christina, basi tuko hapa siku ya leo. Tutakwenda kuzungumza naye moja kwa moja, mazungumzo haya kutoka hapa katika studio hizi za NYTV, tukizungumza naye kutoka kule Sumbawanga. Bwana Yesu asifiwe sana mtumishi Christina. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana dada Messi. Amina. Pole na safari ndefu kutoka huku kuelekea Sumbawanga. Kwa kweli asante sana, ninamshukuru Mungu, amekuwa mwema, nimefika salama kabisa. Aisee, habari za huko Sumbawanga? Huku Sumbawanga tunamshukuru Mungu sana, ni kwema. Bwana anaendelea kufanya uaminifu wake sana kwetu. Amina. Tuko hapa na watazamaji wa NYTV ambao walisema jamani msichoke kutuletea shuhuda za huyu dada. Na sisi tuko hapa tumewahakikishia hizi shuhuda haziwezi kukoma, namna ambavyo Mungu amekuwa akitenda. Basi wako hapa kukusikiliza, lakini pia na sisi tuko hapa kusikiliza yale matendo ambayo Mungu ameendelea kuyatenda kupitia wewe kwa wale ambao umekuwa ukiwahudumia. Karibu sana. Amen, nashukuru sana. Labda kipekee kabisa nimshukuru Mungu sana kwa ajili ya utumishi mkubwa aliyoweka ndani yenu, kituo bora kabisa cha matangazo cha NYTV. Kwa kweli mmefanyika baraka kubwa sana. Nimepata neema ya kufanya huduma kwa maombezi, lakini na kwa mafundisho mbalimbali ya neno la Mungu kupitia simu za watu wengi sana. Kwa hiyo ninamshukuru Mungu kwa namna ambavyo ameendelea kuwafungua watu na kuwatendea mema. Kwa kweli najisikia kunyenyekea sana mbele za Mungu aliye hai. Amen. Pengine tukatamani kufahamu au kusikia kati ya wale ambao umewahudumia ambao pengine wana ushuhuda ambao unaweza ukaeleza kile ambacho Mungu ametenda katikati yao. Amina. Niseme wako watu wengi
wako watu wengi ambao kwa kweli hata idadi yao siwezi ikumbuka vizuri, lakini kuna wale watu ambao ninakumbuka, ninaweza nikawasemea kwa sehemu kwa ajili tu ya kuendelea kuwatia moyo watu wengine ambao bado wanapita kwenye changamoto, lakini bado hawajampa Yesu maisha yao, wanatafuta njia, bado hawajajua ni kitu gani kifanyike kwao. Nimepigiwa simu na watu wengi wenye shida tofauti tofauti. Nina mtu mmoja kutoka kule Sweden amekuwa akinipigia simu, tulianza naye vizuri, Bwana amemfungua na amenitumia shuhuda ambazo baada ya mazungumzo haya nitazituma. Lakini yuko mtu mwingine, ni mama mmoja yuko kule Marekani, nimeomba naye kwa simu, naye Bwana amemfungua kwa sehemu kubwa, shuhuda zake pia ninazo. Lakini wako watu ambao wamenipigia simu kwamba wanataka kumpa Yesu sasa maisha yao baada ya kusikiliza shuhuda na maneno ya Mungu, wamejisikia kumrudia Mungu wao. Kwa hiyo wako watu wengi, lakini baadhi yao nitawapatia shuhuda zao muwasikilize. Kuna mtu mmoja anatokea kule Kagera, mipakani mwa Uganda na Tanzania. Yule baba alinipigia simu akaingia moja kwa moja kwamba nimefuatilia shuhuda zako kutoka kwenye kituo cha matangazo cha NYTV. Mimi nimeamua mama kumpa Yesu maisha yangu. Baada ya kutangatanga sana, nimeamua kumpa Yesu maisha yangu na ninaomba uniongoze sala ya toba. Basi nikapata muda wa kuzungumza naye vitu kadhaa, nikamuelekeza vitu ili aelewe vizuri sasa kwa habari ya huyo Yesu ambaye anatamani aambatane naye. Yule baba akawa tayari na akaniambia, sitaingia kanisa lolote mpaka nisikie ushauri kutoka kwako. Kwa kweli akatafuta kanisa moja, lile kanisa ni la EAGT, akakuta kibao na namba za mchungaji, akaniambia, je, kanisa hili linaweza kunifaa? Nikamwambia ni kanisa zuri la kiroho, linakufaa. Akanitumia ile namba, nikaongea na mchungaji, nikamueleza namna nilivyowasiliana naye, nikamwambia naomba umpokee. Ilipofika siku ya Jumapili, kabla hajaenda ibadani, alinipigia akaniambia, mama, hivi ndo ninakwenda kanisani. Nikamwambia ngoja tuombe tena, nikamwombea neema ya Bwana, nikasema Mungu, kutana na yeye atakapokuwa ibadani, mhudumie, mjalie neema ya kufanya ile ibada ya kweli ili akuone tena kwa uhalisia. Kwa hiyo alipotoka ibadani akanishuhudia tena, akaniambia, ninamshukuru sana Mungu, moyo wangu umejisikia furaha na amani, na ninaomba sasa uendelee kunifundisha na uniombee ujazo wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ninamshukuru Mungu kwa ajili yake. Lakini nimepigiwa pia simu jana na mtu mmoja yuko Morogoro. Yule mtu yeye alikuwa ameanguka, alikuwa ameokoka, lakini baadaye kwenye harakati za kutafuta maisha akaanguka kwenye dhambi, akatoka kwenye mikono salama ya Mungu. Akawa amenishuhudia kwamba baada ya kusikiliza zile shuhuda na yale maneno ya Mungu, alijisikia hatia sana moyoni mwake. Akabahatika kuchukua zile namba za simu, akanipigia, akasema, niko tayari kutengeneza na Mungu, nimemkosea Mungu, nimetenda dhambi, nataka niokoke tena. Nikamwambia sawa, nikawa nimemuongoza sala ya toba kwa upya, nguvu za Mungu zikawa nyingi, Roho Mtakatifu akashuka juu yake, na baada ya pale akaniambia, sasa ninajisikia kufunguliwa, ninataka nikaiaibishe dhambi madhabahuni, nitaenda kanisani jioni hii, niende niongee na mchungaji kwamba nilikosea, lakini nimeamua kurudi kwa Yesu tena.
Kwa hiyo ni vitu kama hivyo. Nimekutana na mama mwingine tena, amenipigia simu, ameniambia tangu akiwa binti mdogo, baada tu ya kuingia ule utu uzima, akawa amepata changamoto ya kutoa harufu. Yaani akawa ni mtu akikaa mahali anatoa harufu hizo siku zote, mpaka amekuja ameolewa, ana watoto wawili kama nakumbuka vizuri. Anasema baada ya pale aliposikia tu zile shuhuda akajisikia kufunguliwa. Alitangulia kunipigia simu, nikiwa naongea naye kwa simu nilishangaa, na nena kwa lugha, anaanza kulia, anaomba. Nikamkatia simu, baadaye nikaja nikaongea naye. Bahati nzuri nikiwa hapo hapo Dar es Salaam, akawa ameniambia anataka kuonana na mimi. Nikawa nimekuwa bize sana, lakini akanifuata, nilikuwa Kariakoo, sehemu yenye watu wengi. Akaniambia hapo hapo, mama, ninaamini nikiongea na wewe nitakuwa mzima. Kweli akaja, Bwana akatupa neema katika mazingira yale yale. Nikamuombea, nikamwambia huo msiba wako hautaendelea tena. Naye amenipigia simu, ananiambia mama, nimefunguliwa, ninamshukuru Mungu sana. Kwa hiyo ni watu wengi, dada Messi, kwa kweli ambao Bwana amewafungua, na ninamtukuza Mungu sana kwa ajili yao. Huyo mtu wa Marekani amenitumia tena leo shuhuda asubuhi ya leo. Nitawatumia shuhuda ya kwanza ambayo alinitumia baada tu ya maombezi. Alikuwa amepata ndoto ya kwamba ameacha kuona, amekuwa kipofu. Alivyoamka asubuhi akajikuta kweli ana tatizo la macho. Akawa ameenda hospitali. Alivyocheki madaktari wakamwambia mishipa ya macho yake ina shida. Kwa hiyo akawa hawezi kuona tena bila kutumia miwani, lakini hawezi kabisa kusoma bila kutumia miwani. Tulipofanya tu yale maombezi, akanitumia ushuhuda, akaniambia nimeona, nimeweza kusoma sura 10 za Biblia bila kutumia miwani. Na akawa anasema kwamba mpaka nikabaki ninashangaa kwamba ni macho yangu ama. Kwa hiyo alinishuhudia vitu vingi. Akaniambia kuna mdudu alikuwa anamtembea kichwani. Hata wakati tunaanza maombezi aliniambia yule mdudu anatembea, lakini baada ya kuomba akaniambia yule mdudu amsikii tena. Akaniambia kuna moto ulikuwa unawaka kichwani kwake, hausikii tena ule moto. Lakini ninamshukuru Mungu, juzi jana sijafanikiwa kuwasiliana naye, lakini leo nimekuta tena kanitumia shuhuda. Anasema mtumishi, ninamshukuru Mungu, macho yangu yanaendelea vizuri, bado ninaendelea kusoma Biblia bila kutumia miwani. Kwa hiyo ninamtukuza sana Mungu kwa ajili yake. Kwa hiyo hivyo Damesi. Wao, na sisi tunasema kwa kweli tunamrudishia Mungu utukufu kwa haya mambo ambayo Mungu ametenda kupitia wewe. Kwa kweli atukuzwe Bwana zaidi. Mimi najisikia kunyenyekea sana mbele za Mungu. Amen. Wakati tunaenda kuhitimisha, mtumishi, na tamani uzungumze na watazamaji ambao wanakufuatilia kupitia kituo hiki kizuri kabisa cha NYTV, wale ambao wamebahatika kusikia shuhuda zako, wale ambao umeendelea kuwahudumia, pengine una neno gani kwao? Na wale ambao wanatamani pia kuendelea kukupata, wengine pengine wameendelea kukutafuta kwa muda hawajakupata, pengine karibu uzungumze nao. Kwa kweli wapenzi watazamaji wa kituo bora kabisa cha matangazo, kituo bora kabisa ambacho mimi ninakiita ni madhabahu ya Mungu, ninamtukuza Mungu sana kwa ajili yenu watazamaji wazuri kabisa. Jamani, kwa kweli ninaomba nitumie nafasi hii pia kuomba radhi sana. Watazamaji wengi wamenipigia simu sana, wamenitumia message sana. Wengine wanalalamika kwamba ina maana simu zangu zioni, kila nikikupigia huko bize. Kwa kweli ninaomba mnisamee, simu ninaziona,
lakini kwa kweli nimekuwa bize sana. Ninaomba mnisamehe, ninatamani kumsikiliza kila mmoja na ninaamini Bwana atanipa neema. Kwa hiyo wale ambao ninapata neema ya kuzungumza nao tunazungumza, wale wengine ambao bado hatujazungumza, niseme tu kwamba ninathamini na ninaheshimu sana kile kitu ambacho Mungu anazungumza na mioyo yenu, na ninaelewa shauku ambayo mnayo ya kutamani kuzungumza na mimi kama mimi ambavyo nimekuwa na shauku na mimi pia ya kutamani kumuelewa Mungu na kumsikia zaidi kupitia. Kwa hiyo ninaomba usikate tamaa, usichoke. Mimi ninawaombea wote, na kwa kweli nikipata neema ya kuzungumza na ninyi watu wote tutaongea, wala msipate shida. Ni vile tu unapopiga simu unakuta inatumika, anakuwa mtu mwingine tayari ameshapiga. Naomba mnisamehe sana, watumishi wa Mungu wazuri kabisa. Ninaheshimu sana uwepo wenu, yaani ninaheshimu sana na ninajisikia kunyenyekea. Jamani, ni vile siwezi kujieleza vizuri, lakini naomba mtambue tu kwamba ninathamini sana namna ambavyo mnanipigia simu na kunitumia message. Ninathamini sana na ninajisikia kunyenyekea kabisa kwa Mungu kwa ajili yenu. Ninawaombea sana. Wale ambao sitaweza kabisa kuzungumza lakini una namba yangu, tafadhali fanya kama wengine wanavyofanya. Nitumie message hata kwa kifupi tu. Nikwambie tu ukweli, ule muda ambao ninaupata kama ni usiku wa manane ambao wewe inawezekana unakuwa umelala, ninapata ule muda wa kusikiliza zile voice note ambazo watu wanatuma, lakini ninapata muda wa kuzipitia message ambazo watu wanatuma, na ninapata muda wa kukutaja mbele za Bwana. Kwa hiyo usipate shida, usiponipata kwa mazungumzo, tuma message. Nitakapozipitia, nitakapopata neema ya kukupigia, nitakupigia. Lakini kama sitakupigia, usiogope pia. Maombi hayana umbali. Mungu anasikia, anatazama nia ya moyo wako, na Mungu yuko tayari kukuhudumia popote, aidha kwa kuongea na mimi na kuomba kwa simu, ama kwa kukuombea hata kama sijaongea na wewe. Hivyo tu jamani, Mungu awabariki sana. Amina. Mungu akubariki sana mtumishi Christina, na tunaendelea kuomba neema ya Mungu kwa ajili ya hicho ambacho Mungu ameweka ndani yako. Amina, kwa kweli nashukuru sana sana. Mungu awabariki pia. Ninamtukuza sana Mungu kwa ajili yenu. Mungu aendelee kuwatunza sana na kuwainua utukufu hadi utukufu. Amen. 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 Asante sana. Amina. Mungu awabariki sana. Amen. Yes, yalikuwa ni mazungumzo ya moja kwa moja kutoka kule mkoani Sumbawanga, na tukizungumza na mtumishi wa Mungu mwinjilisti Christina, ambaye hakika amefanyika baraka sana katika kile ambacho Mungu ameweka ndani yake, na kama ambavyo umemsikia anazo shuhuda nyingi, na baada ya hapa basi utapata wasaa pia wa kusikiliza yale ambayo Mungu amekuwa akiyatenda pia kupitia huduma yake. Niseme tu kituo hiki ni kituo bora kabisa cha shuhuda na matendo makuu ambayo Mungu amekuwa akitenda. Karibu sana wewe ambaye unasema una ushuhuda, una mahali pa kuweka, basi nikwambie hiki ni kituo bora kabisa na sahihi cha kuweza kuleta ushuhuda wako, na sisi tukaweza kuuleta na watu wakapata kuinuliwa na kubarikiwa kupitia kila ambacho Mungu amekifanya kwenye maisha yako. Karibu sana, na nikukumbusha kusubscribe channel yako ya NYTV ili uweze kuhabarika na vipindi mbalimbali na matukio na shuhuda kama hizi ambazo tutakuwa tukikuletea hapa. Mungu wa mbinguni akubariki. Shalom, shalom. Mimi naitwa Geoffrey Mwakalinga. Niko Sweden, mji wa Stockholm. Nilipata neema ya kusikiliza shuhuda za mtumishi wa Mungu Christina Daniel, na zilinivutia sana. Nikashangaa jinsi Mungu alivyo na watumishi wanyenyekevu na watumishi ambao wamepitia mambo magumu sana. Na kwa kweli nilikuwa nasikia mpaka kulia machozi kuona mambo aliyopitia, na alikuwa bado binti mdogo sana, bado yuko shuleni. Hizo shuhuda zimenijenga sana,
na nashukuru sana TV ya NYTV kwa kuweza kurusha hizo shuhuda, na kwa kweli zimenijenga sana. Nikamtafuta, mlikuwa mweka namba yake ya simu, nikampigia simu na nikaongea naye. Nikaongea na mtumishi wake Christina. Kwa kweli nifurahi sana, ni mnyenyekevu, aliniombea sana. Nilikuwa na matatizo huku, tumeitwa, tunapokuwa nafanya uinjilisti tunakuwa inakuwa ni ngumu sana, watu hawampokei Yesu, watu hawamkubali Yesu, na hali yangu ya kiroho ilikuwa kwa kweli sio nzuri sana. Kuna wakati tunajiona kwamba uko sawa, uko kwenye haki, lakini kumbe hali ya kiroho sio nzuri. Basi aliniombea, nikaomba toba na akaniombea sana ujazo upya kwa upya, alafu akaniombea ili hali yangu ya kiroho irudi, ili uhusiano na Mungu urudi salama. Basi baada ya kuniombea hali yangu ikawa nzuri sana. Nilikuwa siwezi kumsikia Mungu vizuri, alafu nilikuwa sina uhusiano wa karibu na Roho Mtakatifu. Nilikuwa nashanga kumbe sasa hali yangu ya kiroho ilikuwa iko mbali, nilikuwa siko karibu na Mungu. Kwa hiyo niombea, sasa hivi najisikia vizuri, na hata leo nilipokuwa nahubiri nilikuwa nashangaa Mungu anavyonipatia mistari mipya kila wakati. Nasikia neno anataka nihubiri na mambo anayotaka kusema. Kwa hali yangu ya kiroho imekuwa nzuri sana, na hata wakati naomba nilikuwa nakata tamaa sana. Nilikuwa naomba, nguvu ya kuomba ilikuwa sio kubwa. Nilikuwa naomba kidogo, lakini nguvu inakuwa sipati muendelezo. Lakini baada ya kuniombea, kwa kweli nguvu imerudi. Sasa hivi ninaomba kwa muda mrefu bila kuchoka. Kwa namshukuru Mungu sana kwa ajili ya mtumishi wake Christina Daniel, na nashukuru sana NYTV kwa kurusha ushuhuda. Unatujenga sana kwa kweli. Sasa hivi maisha nimeanza upya na Mungu, ni kama vile nimeanza upya na Mungu. Na hata jana nilikuwa naomba usiku, kwenye saa 9 nikaa nimesikia usingizi, alafu nikashangaa mtu kama ananigusa bega hivi. Kwa Mungu kama ametuma malaika kuja kuniamsha. Kwa namshukuru sana Mungu, na nashukuru sana mtumishi wa Mungu Christina Daniel kwa upendo wako, kwa kuniombea. Namshukuru sana Mungu, aendelee kukubariki na aende kutumia kwa viwango vikubwa sana. Ni mnyenyekevu sana, kwa kweli nimeshangaa sana. Asante sana, na nashukuru sana. Namshukuru Mungu sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mimi kwa majina ninaitwa Pudensiana, niko Marekani. Niliusikiliza ushuhuda wa mtumishi Christina. Nilisikiliza sehemu ya kwanza mpaka sehemu ya 7 na nikamalizia mpaka sehemu ya 8. Baada ya kusikiliza ule ushuhuda mtumishi Christina, kwa kweli niliona kama kuna sauti inazungumza tu ndani yangu. Nikapata msukumo wa kumtafuta mtumishi wa Mungu. Nikawa nimemtumia message. Kweli na yeye alipoipata message yangu hakusita, alinijibu. Kwa hiyo nikawa nimemwambia shida yangu, nilikuwa nahitaji na mimi pia maombi. Akanambia sawa. Wakati huo namtumia message nilikuwa niko kazini, tuliweza kuongea naye nikiwa niko kazini pia. Akanambia basi ukitoka kazini utanipigia simu tuweze kufanya maombi. Nikamwambia sawa. Kweli nilipotoka kazini nikawa nimempigia mtumishi wa Mungu, ambako kwa Tanzania ilikuwa tayari ni usiku, ilikuwa inaelekea saa 7 usiku. Nikawa nimefanya maombi na mtumishi, na Mungu alijifunua kwa ukubwa. Roho Mtakatifu alishuka akatuhudumia. Kati ya vitu ambavyo mtumishi aliniombea ilikuwa ni pamoja na macho. Mimi nilikuwa nasumbuliwa na tatizo la macho, lakini pia tatizo langu la macho nilianziaga kwenye ndoto. Niliotaga nikiwa kipofu, nikiwa kwenye ndoto, baadaye ikajidhihirisha sasa kwenye ulimwengu wa damu na nyama. Lakini nikawa nimeenda hospitalini, nikawa nimepata miwani, nikaendelea kuvaa miwani. Kwa sasa juzi alipokuwa ameniombea mtumishi, lakini kabla mtumishi hajaniombea nilikuwa siwezi hata kusoma Biblia. Nikiwa nisome Biblia sina miwani, nilikuwa siwezi kusoma, lazima nisome nikiwa nimevaa miwani, au niweze tu kusoma kitu chochote tu au maandishi yote kama sina miwani siwezi kuona. Lakini baada ya maombi ya mtumishi, tumemaliza maombi, kwa sababu kwangu mimi ilikuwa ni mapema, muda wa usiku, niliweza kusoma sura 10 za Biblia bila kutumia miwani. Mimi mwenyewe paka nilikuwa nashangaa, nasema ni macho yangu. Niliweza kusoma sura 10 za Biblia bila kutumia miwani. Kwa hiyo namshukuru sana Mungu amenitendea. Mimi naamini huu ni muujiza kabisa kwangu, na naamini nimepona. Naamini kabisa nimepona. Na nimeweza kumshuhudia Mungu kwamba nimepona kupitia mtumishi wake Christina. Kwa hiyo mimi ninamshukuru sana Mungu kwa jinsi anavyomtumia.
ninasema asante sana mtumishi wa Mungu, lakini namtukuza Mungu sana kwa ajili yake, namtukuza Mungu kwa kunikutanisha naye. Haikuwa bahati mbaya, ilikuwa ni mpango wa Mungu. Kila kitu mimi naamini kinatokea kwa sababu Mungu anakuwa amekipanga. Kwa hiyo ninamshukuru sana mtumishi wa Mungu. Mungu azidi kumbariki na azidi kumtumia kwa viwango vikubwa kwa ajili ya kuendelea kuwasaidia watu wengine. Amina. Mungu akubariki sana. Amen.
kujinusuru. Ni heri kujiponya leo na kujikwamua. Ni heri